Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Mei 20 siku ya Jumatano, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, linaanza na habari kubwa inayosema msajili yabanwa kisheria kusimamisha Chadema. Msimamizi yabanwa kisheria kuisimamisha Chadema. Lakini bajeti ya afya Zanzibar yaongezeka kwa 10%, vipaumbele 6 miradi 13. Lakini wataalamu wasema tendo la ndoa sasa tishio jipya kwa akili. Tendo la ndoa sasa tishio jipya kwa akili. Na msajili yabanwa kisheria kuisimamisha Chadema. Lakini JKT sasa kupokea vijana wote wa kidato cha 6. JKT sasa kupokea vijana wote wa kidato cha 6. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Lada lenye linaanza na habari inayosema Chadema yamtikisa msajili. Chadema yamtikisa msajili. Lakini serikali ya umoja wa kitaifa njia panda. Serikali ya umoja wa kitaifa njia panda. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Rada kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo asubuhi ya leo linaandika serikali yaipaisha bajeti ya afya. Serikali yaipaisha bajeti ya afya. Lakini CP Kombo ahimiza weledi uadilifu kwa askari polisi. CP Kombo ahimiza weledi uadilifu kwa askari polisi. Lakini kuna habari inayosema shirika la magazeti lapata mwenyekiti mpya wa bodi. Shirika la magazeti lapata mwenyekiti mpya wa bodi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini kimataifa kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo linaandika China Urusi kushirikiana masuala mbalimbali. China Urusi kushirikiana kwenye masuala mbalimbali. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Majira lenyewe asubuhi ya leo linaandika Tanzania kujifunza China mageuzi mashirika ya umma. Tanzania kujifunza China mageuzi mashirika ya umma. Lakini serikali kuleta mageuzi sekta ya sheria nchini. Serikali kuleta mageuzi sekta ya sheria nchini. Lakini Nyansaho mipaka ya nchi imeendelea kuwa shwari. Huyo ni Nyansaho asema mipaka ya nchi imeendelea kuwa shwari. Imeendelea kuwa shwari. Lakini mwili wa baharia Mtanzania aliyefia UAE wawasilishwa nchini. Lakini Rais Samia tupo tayari kushirikiana na Afrika. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa wa mbele. Lakini serikali wajipanga kuendelea kulipa madeni ya wakandarasi. Serikali yajipanga kuendelea kulipa madeni ya wakandarasi. Hilo ni gazeti lako la Majira kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiangazia kwenye gazeti lako la Uelekeo lenye asubuhi ya leo linaandika serikali yatoa kauli wakulima kukopwa mazao. Serikali yatoa kauli wakulima kukopwa mazao. Lakini Dr. Samia ashiriki mkutano wa nishati ya nyuklia barani Afrika. Dr. Samia ashiriki mkutano wa nishati ya nyuklia barani Afrika. Lakini kiongozi asema ungeni mkono CCM kwa maendeleo yetu. Lakini serikali kuimarisha ulinzi. Serikali kuimarisha ulinzi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa wa mbele, kuna habari inayosema Tanzania kujifunza kutoka China kuhusu mageuzi ya mashirika ya umma. Tanzania kujifunza kutoka China kuhusu mageuzi ya mashirika ya umma. Lakini TANESCO yatekeleza maelekezo ya Waziri Ndejembi. Transforma kubwa ya wasili Ngara. Lakini ZRA yaahidi kuisaidia utatuzi changamoto za wafanyabiashara. Na kuna habari kubwa inayosema trilioni 4.3 kuimarisha ulinzi na usalama. Trilioni 4.3 kuimarisha ulinzi na usalama. Bunge lapitisha bajeti ya shilingi trilioni 4.3 kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Fedha hizo zinatarajia kutumika katika utekelezaji wa majukumu mbalimbali ya Wizara ya Ulinzi na JKT.
ikiwemo kuimarisha uwezo wa jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ na kuboresha miundombinu ya kijeshi, lakini kuendeleza mafunzo kwa vijana kupitia JKT pamoja na kuongeza upatikanaji wa vifaa na teknolojia za kisasa kiulinzi. Lakini Rais Samia tutashirikiana na kuendeleza matumizi nishati ya nyuklia. Rais Samia tutashirikiana na kuendeleza matumizi nishati ya nyuklia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, linaandika Dr. Samia, Tanzania inalenga kuzalisha megawati 10,000 ifikapo 2050. Ni bajeti ya ulinzi wa nchi. Ni bajeti ya ulinzi wa nchi. Tanzania kujifunza kutoka China kuhusu mageuzi ya mashirika ya umma. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Sauti Yetu linaandika Rais Samia Neisa jukwaa muhimu la kusaidia Afrika, asema mabadiliko ya kiuchumi yanategemea nishati. Lakini mbunge Ado ataka jeshi kujitenga na siasa. Trilioni 4.29 yapitishwa bajeti wizara ya ulinzi. Lakini Tanzania kuchota ujuzi China mageuzi mashirika ya umma. Lakini uwekezaji ujenzi wa hoteli mpya Ismaila wa mgusa DC 6. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Sauti Yetu. Lakini kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania inaandika Tanzania kujinoa kutoka China mageuzi ya mashirika ya umma. Lakini Nyansao nchi ipo salama. Aiomba bunge shilingi trilioni 4.3 bajeti ya wizara ya ulinzi na jeshi la kujenga taifa. Ataja vipaumbele 8 vikiwemo kuimarisha miundombinu ya jeshi la wananchi wa Tanzania. Lakini kuboresha mafunzo kwa vijana kwa vifaa vya kisasa wanaojiunga na jeshi la kujenga taifa. Lakini tume ya madini yapata hati safi ya ukaguzi ya kusanya maduhuli shilingi trilioni 1.192. Lakini Rais Samia Kagame kushirikiana katika sekta ya diplomasia na uchumi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Dira kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani, na gazeti lako la Mwanahabari linaandika Bajebali wa Simba aitwa Harambee Stars. Lakini timu ya bunge yapatiwa vifaa vya michezo, na Ferdinandi atua nchini kutangaza vivutio. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge linaandika Mayele ajumuishwa DRC Congo kombe la dunia. Lakini kocha Yanga amkingia kifua Dube, na Kosafa ya omba kuandaa AFCON 2028. Hilo ni gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za michezo. Huku gazeti lako la Mwelekeo linaandika Lumumba kutinga kombe la dunia. Lakini Makonda amshusha Rio Ferdinando Tanzania, na Taifa Stars kutabaruku Kundielo. Lakini Neymar apita mchujo Brazil. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwelekeo kwenye kurasa za michezo. Huku gazeti lako la Majira linaandika Rio Ferdinando atua nchini kuipa tafu michezo. Bunge la dhaminiwa vifaa vya michezo. Lakini Stars uso kwa uso na Nigeria AFCON 2027. Hilo ni gazeti lako la Majira kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Majira kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.